Katika kuimarisha usafi wa mazingira na kulinda afya za wananchi, Baraza la Manispaa Magharibi A kwa kushirikiana na Jumuiya ya Faraja Foundation na Green Hope Organization limeendesha zoezi la usafi katika shehia ya Chuini, eneo la Kwanyanya, likilenga kupambana na taka za plastiki na kukuza mwamko wa usafi katika jamii. Mkurugenzi wa manispaa hiyo Mohamed Simba Hassan amesema usafi ni jukumu la kila mwananchi na sio la manispaa pekee. Jina langu ni Mohamed Simba Hassan, ni mkurugenzi Baraza la Manispaa Magharibi A. Baraza la Manispaa kwa kushirikiana na taasisi 3 zisizo za kiserikali ikiwa ni pamoja na kampuni ya Yas, tumeshirikiana kwa pamoja kufanya usafi wa mazingira katika kituo cha gari za abiria hapa eneo la Chuini, lakini sambamba na kufanya usafi katika soko letu jipya la Chuini. Ikiwa sisi ndio wadau wakubwa wa kusimamia usafi katika manispaa hii, taasisi yoyote itakayokuja kwa nia kushirikiana na sisi kuliweka sawa jambo hilo, sisi huwa hatuna shaka sana kuweza kushirikiana nao. Kwa uono wao wa kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi la kuhakikisha kwamba mji wetu huu unakuwa safi. Na jambo zuri hili limekuja katika kipindi ambacho tuko katika maandalizi ya ufunguaji wa kituo hiki pamoja na soko letu. Wamekuja katika wakati ambao tulikuwa tunawahitaji hasa. Sababu mimi naamini tukilimaliza zoezi hili, kituo hiki kitakuwa kiko safi kwa ajili ya kumsubiri Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa ajili ya kukifungua rasmi na kuanza kutoa huduma kwa wananchi kwa lengo la kutimiza zile ahadi ambazo Mheshimiwa wetu Rais mpendwa alizozawaahidi wananchi kwamba vitu hivi vitafanya kazi kabla uchaguzi wa mwaka 2025. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa watumiaji wa kituo hiki. Hiki ni kituo ni cha kisasa. Kituo hiki kina kamera nyingi za ulinzi zilizowekwa. Tuna uwezo wa kumkamata mtu yoyote atakayeharibu utaratibu ambao utakuwa umewekwa hapa. Na sisi kama taasisi jukumu letu ni kulinda miundombinu ya serikali na hatua za kisheria. Hatutoshindwa kumchukulia mtu yoyote yule ambaye atakwenda against na yale maelekezo na miongozo pamoja kanuni na sheria zilizowekwa na serikali. Wa idara ya huduma za jamii na mazingira Ali Omari Ali naye amesisitiza umuhimu wa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla kutumia dustbin ili kurahisisha ukusanyaji na usafirishaji wa taka hizo. Siku ya mapinduzi ya usafi katika Magharibi A. Nikisema hivyo ni mapinduzi, tuna maana kwamba tumekuja kupindua ile hali iliyokuwepo mwanzo na hali iliyokuwepo sasa. Nyinyi ni mashahidi kwamba hali hii ilikuwa bado haijakaa sawa. Soko tayari limetengenezwa lakini bado lilikuwa halijasafishwa. Kwa hiyo kwa siku ya leo tumekuja kusafisha soko, lakini na pembezoni mwa soko. Tumejionea ile soko namna lilivyotengenezwa pamoja na parking hii ni ya kileo kabisa. Kwa East Africa maana inaonekana kwamba haya ni maeneo maalumu. Na kwa Zanzibar lazima tuyatolee macho na kuyaona kwamba tutafanya vizuri katika swala la usafi. Kwa hiyo huu usafi ambao tunafanya, maana tunaenda kuzitengeneza akili zao kuona ya kwamba usafi ni jambo la lazima. Kwa hiyo tumetengeneza usafi na tutaendelea kufanya usafi. Kwa hiyo si eneo hili tu bali katika maeneo yote ya Magharibi A. Shukuru sana hao ambao tumeshirikiana nao wakiwemo Yas. Kwa hiyo wafanya biashara kwao ni lazima jambo la usafi waliweke mbele. Kwa mfano hawa Yas wamekuja umetuletea vifaa mbalimbali, wametoa zawadi mbalimbali, lakini pia wana mwelekeo wa kutupa madustbin kwa ajili ya kuweka humo. Kwa hiyo na wafanya biashara, kwa mfano mfanya biashara wa plastic anatakiwa atoe dustbin, tuweke mabarabarani, tuweke katika vyanzo vyetu mbalimbali ili kuimarisha usafi. Watu wa chupa nao watuwekee miundombinu mbalimbali ili tufanye usafi uwe usafi wa kweli. Kwa hiyo na waomba sana wafanya biashara washirikiane na sisi. Na kwa wafanya biashara wadogo lazima waweke dustbin mbele yao ili tuone ile biashara yake anayofanya na usafi anauchukulia kwa kiasi gani. Jumuiya hizo zimesema ushirikiano wao na manispaa hautaishia hapo bali utakuwa endelevu, huku akitoa shukurani kwa kampuni ya Yas waliowadhamini kupitia programu yao ya Anzia na Ulipo
ambayo imewawezesha kuanza rasmi shughuli zao Magharibi A. Zoezi hilo liliambatana na huduma za upimaji wa afya bure na elimu ya wajasiriamali kwa vijana. Ali Nasr Salum ni mjumbe kutoka Faraja Foundation. Na lengo kubwa la kwamba vijana kuhamasishana juu ya swala la usafi na kusafisha mji wetu, kwa sababu miongoni mwa sera ambazo rais wetu anazisupport na amezipa kipaumbele kwenye usafi wa mji. Tukizingatia kwamba eneo hili ni maeneo ambayo kuna miundombinu mizuri, kwa tunatakiwa tuzingatie usafi ili kuweka miundombinu ionekane na usafi na usalama. Lakini pia kama baraza la jiji kwa kupitia mheshimiwa mkuu wa jiji ameona kuna haja ya vijana kwamba kuwezeshwa juu ya swala la usafi. Usafi ni jukumu la manispaa tu, bali hapana, usafi ni jukumu letu sisi sote wananchi tukiwa kama wananchi, bali manispaa ni chombo tu ambacho kinatakiwa kutusimamia katika masuala ya usafi. Majina naitwa Ali Shauri, ni mkurugenzi kutoka taasisi ya Green Hope Organization. Tunayo furaha na kushirikiana na taasisi hii ya Yas kuanzia programu yao ya Anzia Ulipo, na leo tumeanzia hapa katika soko letu la Kwanyanya au soko la mabasi ya Chuini kuweza kuhakikisha kila aina ya plastic, uchafu wowote wa plastic tunauondosha, kwa sababu miundombinu hii imejengwa kwa ajili ya kuweza kuboresha maisha ya wanajamii ambao wanaishi katika jamii hii. Kwa hiyo uchafu kwetu ni tatizo, uchafu kwetu ni fursa, lakini kwa sasa maeneo haya tunatakiwa tuweze kuweka safi ili kurahisisha harakati hizi za maendeleo ya jamii. Kwa hiyo tunao furaha, mwitikio umekuwa mkubwa sana na tumeweza kujumuisha makundi yote ya wanafunzi, dereva bajaji, dereva bodaboda, dereva madaladala, wafanyabiashara wa soko ambao ni watumiaji wakubwa maeneo haya. Salum Habib Mohamed ni meneja wa kampuni yetu ya Yas Zanzibar, ambaye leo tuko hapa manispaa ya Magharibi A, ambao rasmi tumekuja kuungana na halmashauri na manispaa ya Magharibi A katika kuhakikisha tunaunga juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivyo kama kampuni ya Yas tuko hapa, tumeungana na manispaa pamoja na, lakini vile vile ni kwamba kama kampuni ya Yas unajua kwamba tunawekeza katika maeneo tofauti, na moja hapo ni tumewekeza eneo hili katika, kama mnavyoona pembeni yetu tuna mnara wetu ambao tumeweka pale, kwa sababu tunafahamu ni kwamba eneo hili litachukua watu wengi sana. Kwa hiyo tunaamini kwamba uwepo wa watu wengi hapa patahitajika kuwa na network ambayo iko salama zaidi na wateja wetu waweze kufurahia mawasiliano katika eneo hili. Kampuni ya Yas tumechangia na kusponsor hii event ya leo, especially katika kutoa vifaa ambavyo vitaweza kusaidia harakati na hizi za usafi. Nafanya biashara kwa nyanya. Tunashukuru kama wananchi, tunashukuru jambo hili kutokea. Tumepata uhamasa wa kutengeneza mazingira yawe safi. Pili, tumependa upimaji wa afya zetu. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Kwanyanya na shehia ya Chuini, Maua Abdullah.